Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa mtumishi Jafari Masawe. Niko hapa kwa niaba ya Biblia Nuru ya Dunia. Mimi ni mwakilishi wake kwa hapa Tanzania kwa upande huo. Biblia Nuru ya Dunia makao makuu yako Kenya, Nairobi, yakiongozwa na mchungaji Francis Ndasha. Kwa nini niko hapa hivi? Niko hapa kwa sababu ya kuwatangazia mkutano utaenda kufanyika tarehe 1 na tarehe 2 mwezi wa 6. Ni mdahalo wa kielimu part 2 au season 2. Mwaka jana mwezi wa 12 tulifanya mdahalo mkubwa sana na Dr. Sule. Na mada zilikuwa za kipekee. Na bila shaka mliuona huo mkutano jinsi Dr. Sule alivyoelemewa. Ingawa kuna watu wengine wanasema ABCD, lakini alielemewa katika mkutano ule, na tukutazamia kwamba atakubali tena kurudia mkutano. Ingawa aliahidi mwenyewe mkutano utafanyika Nairobi, ila kwa sababu ambazo zimeshinda kuzuilika, tumeamua kufanyia mkutano hapa tena Tanzania, Dar es Salaam, then tena Kenya kufanya huo mkutano kama atakuwa hajakubali kusalimu amri katika hiyo siku ya tarehe 2 na tarehe 1 mwezi wa 6. Lakini kwa taarifa tu fupi, kwa mada ambazo Dr. Sule amezichagua ya Yesu ni Mungu, basi ni kama tu wamechagua ameenda kuomba, ameulizia kuna virungu polisi. Kwa ni mada ambayo itakuwa ni ya kipekee na ambayo itaenda kumsilimisha itaenda kumbatiza Dr. Sule kidogo. Kwa hiyo na mada ya pili ambayo imechaguliwa kwa upande wetu, hiyo ni ya Dr. Sule. Kwa upande wetu wa Kristo tumechagua kifo na ufufuo wa Yesu. Kwa nini tumechagua mada hiyo? Mada hiyo ndiyo kiini kikuu cha Ukristo, na Dr. Sule amechallenge sana mada hiyo mara nyingi sana katika mafundisho yake anayofanya katika TV yake ya Islamic, akikataa kwamba Yesu akufa. Kwa tutaenda kumfundisha Dr. Sule, na sikio atakuwa ni ubao tu mzuri wa kufikisha injili kwa Waislamu wote ambao tutakuja nao. Kwa utakuwa ni mkutano mkubwa, si tu kwa Dr. Sule na Ndasha peke yake. Nyuma ya Dr. Sule kutakuwa kuna jopo kubwa la walimu na kundi kubwa la Waislamu. Na kwa upande wa sisi wa Kristo tukiwa na Francis Ndasha, kuna kundi kubwa la walimu wote wakiongozwa pia na Simba Ulanga. Mchungaji Simba Ulanga ni atakuwepo akiongoza jopo kubwa la walimu nyuma yetu sisi. Kwa hiyo itakuwa ni mdahalo wa kipekee wa kielimu ambao uje kutokea Tanzania. Nafikiri ndio mdahalo ambao unaweza ukawa wa mwisho wa Dr. Sule kabisa, akafutika katika eneo hilo la elimu. Lakini nawakaribisha tu wasikilizaji wote wa Al-Isla, Waislamu wote na Wakristo ambao wanafuatia Biblia Nuru ya Dunia na chaneli zetu ambazo matangazo yetu yanarushwa, tunawakaribisha katika siku hiyo. Siku hiyo itakuwa ni ya kipekee. Na eneo ambalo tumelichagua kufanya mkutano, nafikiri Dr. Sule ameshaliongelea kule pia, na msaidizi wake Ustazi Mbogo ameliongelea sana. Na ingawa Dr. Sule pia kama umemsikiza ameweka wingi mkubwa sana wa maneno kwamba ataenda kubatiza wa Kristo, kuwasilimisha wa Kristo pamoja na Francis Ndasha. Lakini nakusii wewe usiishie tu msikilizaji, kuwa tu msikilizaji wa kwenye TV au kwenye mambo mengine ambayo utaenda kufuatilia kama uko nje ya Dar es Salaam. Lakini kama wewe ni Mkristo na Muislamu uko Dar es Salaam, tunakukaribisha siku hiyo katika ukumbi wa Flamingo Mbezi Beach. Ukumbi wa Flamingo Mbezi Beach ya Makonde. Kwa hiyo ukitokea Mwenge, wewe kutokea Mwenge au kutokea popote pale, wewe panda gari ya kwenda Tegeta, wakushushie Mbezi Beach Makonde, Mbezi Beach Makonde. Ukifika tu pale Mbezi Beach Makonde katika kile kituo, wewe ulizia kumbi za Sunset. Kumbi za Sunset ni kumbi nyingi sana, ni hatua chache uweze kuchukua. Hata kama unakuja kwa dadala uweze kuchukua bodaboda kwenda pale, ni hatua chache sana, kama hatua 25 30 utakuwa umeshafika. Ulizia ukumbi wa Flamingo, tutakuwa pale kuanzia asubuhi ya saa 2 mpaka mchana kwa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. La mwisho, huu mkutano kwa sababu tumeuomba sisi wa Kristo, ni upande wetu sisi, tuna gharama kubwa ambazo zipo ambazo zinahitajika katika mkutano. Kama kwa gharama haraka kupitia katibu wetu ambaye ameandaa katika mchakato mzima ni kama milioni 7. Kwa gharama za zile kumbi, maana ni kumbi mzuri ambao sababu serikali itaki fujo kwa nje, ni ukumbi ambao unakuwa na sound proof na ni ukumbi wa ndani. Kwa hiyo kuna gharama ziko pale ambapo jumla gharama zote za mkutano kama milioni 7. Kwa hiyo ningewaomba wasikilizaji wetu wa Biblia Nuru ya Dunia na Wakristo wote ambao wanafurahia midahalo hii, sababu mwalimu wetu anatoka Kenya.
Nairobi, Francis Ndasha. Kwa kuna gharama za kuja na kuna kurudi, kuna gharama za vyombo na kumbi na mambo mengine pia, pamoja na malazi, maana atakuja wiki moja kabla ili tuweze kufanya matangazo na kadhalika. Kwa kuna gharama nyingi sana. Kwa hiyo basi ningewaomba support yenu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maana maandiko yanasema katika Warumi 10:17, imani inakuja kwa njia ya kusikia. Imani inakuja kwa njia ya kusikia. Kwa hiyo na maana lazima watu wasikilizishwe. Lakini wale ambao wanatoa sauti kuwasikilizisha watu lazima tuwapeleke. Maandiko yanasema pale chini kwamba wataendaje pasipo kupelekwa? Kwa hiyo wewe msikilizaji, wewe ndio utasababisha huu mdahalo kuwepo kwa pesa yako. Kwa hiyo kama utawiwa na kama utagusa, kama wale ambao mliguswa kuchangia mkutano wa Sabasaba na msikome, basi namba hii itatumika katika kupokea michango ama maoni ama ushauri. Ni 0757 0757 722557 0757 722557. Jina ni Jafari Masawe, ni M-Pesa. Na hiyo namba pia kwa WhatsApp inapatikana. Kwa hiyo namba ukipiga utaweza kunipata kama una maoni, kama unaweza mchango wako, basi utatuma hapo katika eneo hilo. Na namba nyingine ya Kenya sitaitaja hapa kwa sababu sijakali kichwani, ya Francis Ndasha. Hiyo katika matangazo mengine tutaitaja kwa wale ambao wako Kenya, ambao hawataweza kutuma hela yao au mchango wao katika namba hiyo, basi utatuma kwa namba hiyo ya Kikenya. Basi Mungu awabariki sana ambao mmenisikiliza, na nazidisha tena na wakaribisha wote. Hakuna kiingilio. Kiingilio ni mwendo wako. Kiingilio ni mguu wako. Kwa hiyo Mungu akubariki na neema ya Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Wapenzi watazamaji wa channel yetu hii pendwa, kama mlivyoweza kusikia katika matangazo yaliyo awali yaliyotangulia kwamba tuna mdahalo mkubwa sana wa kimataifa, mdahalo wa kielimu ambao utafanyika katika maeneo ya Mbezi Beach, Makonde, katika ukumbi wa Flamingo pale ndio kuna jambo linaenda kufanyika. Mada ambazo zimetangazwa ni mbili. Mada ya kwanza, je, Yesu ni Mungu? Mada ya pili, ni kweli Yesu alikufa msalabani? Wewe angalia tu kwanza mada ilivyokaa. Lakini Ndacha ametangaza na kuja kumsilimisha Dr. Sule. Tena anasema na jopo lake. Mimi nawaahidi wa Tanzania, wa Kenya na wadau wote wa mihadhara duniani kwamba Ndacha anakuja kusilimu. Kwanza kwa mada hizo tu, mimi nasema yani mada hizo tu ni kuonyesha wazi kwamba Ndacha anakuja kusilimu. Kwa hiyo Ndacha tunakukaribisha, njoo katika mji wa Tanzania, katika jiji letu la Dar es Salaam, katika ukumbi wa Flamingo pale Mbezi Beach, Makonde. Katika ukumbi wa Flamingo naenda kufanyika jambo kubwa la kihistoria, kama tulivyoweza kufanya vizuri katika mdahalo wa kwanza pale PTA. Tunaenda kufanya vizuri kwenda kumtangaza Mwenyezi Mungu na ukweli utajulikana. Mimi nikiwa kama katibu mkuu wa maandalizi haya, katibu wa Dr. Sule Sefu Sule, tunaenda kufanya vizuri na maandalizi yanaenda vizuri. Ni tarehe 2 na tarehe 1, tarehe 1 na tarehe 2 tunaenda kufanya jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote muweze kukaribia na muweze kushuhudia. Lakini katika mambo ambayo tunaomba kwenu, tunajua kazi tunayoifanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila swaliha wa qala innani minal muslimin, kwamba ni nani aliyekuwa na maneno mazuri zaidi ya yule anayewalingania watu kwa Mwenyezi Mungu na akasema hakika mimi ni Muislamu, nimeamini yote yale ambayo yamekuja na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama kweli umeamini Muislamu, wewe ni mdau mkubwa katika kazi hii ya kulingania. Kwa hiyo shida yetu kubwa kwako, ili na wewe ushiriki mkutano huu, uwe uko ndani ya nchi, uwe nje ya nchi, tunahitaji utusaidie. Ukumbi unahitaji gharama, tunahitaji vyombo vya kutangaza vizuri, tunahitaji pia kugharamia mkutano. Hakuna jambo zuri ambalo halihusiki uchumi, tutakuwa tunadanganyana. Kwa hiyo Muislamu shiriki pia kwa kuchangia, sio Muislamu tu, sababu mkutano huu unakusanya ni mkutano wa Waislamu na Wakristo. Kwa hiyo hata ukiwa Mkristo pia unaweza ukachangia kupitia namba ambazo zimewekwa hapo. Taja namba yako. Namba yangu ya simu, katibu wa maandalizi, namba yangu ya simu ni 0714849463. 0714849463. Kwa wale ambao utakuwa huko nje ya nchi, unaweza ukaanza na plus 255 714849463, utanipata.
Kwa hiyo kama kuna hoja yoyote ya kuhusu swala maandalizi, unaweza ukawasiliana na mimi, tuhakikishe kwamba mkutano huu unafanyika. Huu utakuwa ni historia. Mwaka huu katika nchi yetu ya Tanzania ni mkutano wa historia kubwa sana, baada ya mikutano mingine ambayo tunatarajia itafanyika, lakini hii ndio chachu ya kuanza kazi ya dawa. Kama alivyotangaza katika mkutano wa awali kwamba Dr. Seif Sule amerudi kazini. Kuna watu wanatangaza wanarudi mjini. Dr. Sule amerudi kazini. Kwa hiyo kazi ndio inaendelea. Karibuni sana, tunawakaribisha bila kusahau Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila kusahau utaitoa. Nijazie kitu kingine naona hakina umuhimu.